Ndugu zangu, kwa niaba ya Mheshimiwa mkuu wetu wa mkoa Mheshimiwa Albert John Chalamila, naomba nitoe salamu za mkoa katika siku hii yetu muhimu ya kilele cha maadhimisho ya siku ya mazingira duniani kwa mkoa wetu wa Dar es Salaam. Ndugu zangu wananchi wa mkoa wa Dar es Salaam na viongozi wote mlioshiriki, siku ya mazingira duniani huadhimishwa tarehe 5 mwezi wa 6 kila mwaka duniani kote. Sisi kama mkoa wa Dar es Salaam tunaungana na wenzetu wote kuadhimisha siku hii katika mkoa wetu na hasa hapa halmashauri ya manispaa ya Ubungo. Lengo ni kutumia siku hii maalum kufikisha ujumbe kwa jamii na kuhamasisha jamii kupunguza matumizi ya bidhaa za plastiki, kwa kuwa uzalishaji na ulaji endelevu kwa lengo la kuhifadhi mito, maziwa na bahari ili kuhifadhi mifumo ya ekolojia. Kwa sababu mbalimbali hatukuweza kuadhimisha siku ya tarehe 5 kama wengine walivyofanya, na sisi kama mkoa tukisema ni lazima tutenge siku ya leo kwa ajili ya kuadhimisha siku hii muhimu. Ndugu wananchi, kauli mbiu ya maadhimisho ya mwaka huu ni mazingira yetu na Tanzania ijayo, tuwajibike sasa, dhibiti matumizi ya plastiki. Kauli mbiu hii inatoa chagizo kwa kila mmoja wetu kuhifadhi mazingira kwa kuhamasisha na kuelimisha jamii kuhusu umuhimu wa hifadhi ya mazingira, kwa kuwa jambo hili linahitaji ushirikiano wa wadau wote katika ngazi zote. Hivyo nitoe wito kwa vyombo vya habari, taasisi zote za serikali, binafsi na asasi za kiraia kushirikiana katika kutoa elimu kwa jamii ili kupunguza uharibifu wa mazingira hapa nchini kwa kudhibiti matumizi ya plastiki. Ndugu wananchi, taarifa mbalimbali za hali ya mazingira nchini zimedhihirisha kuwepo kwa uharibifu wa ardhi katika maeneo mbalimbali nchini, ambapo inakadiriwa takribani ya 61% ya ardhi nchini iko katika hatari ya kuharibika, na sisi mkoa wa Dar es Salaam tukiwemo. Uharibifu huo unachangiwa kwa kiasi kikubwa na shughuli za kibinadamu zisizoendelevu, ikiwemo uchimbaji holela wa mchanga pamoja na upanuzi wa makazi usiozingatia mipango ya miji. Ndugu wananchi, serikali imeweka nia ya kupunguza athari za uharibifu wa mazingira kwa kupunguza matumizi ya nishati ya kuni na mkaa kwa shughuli za kupikia. Hivyo, katika kutekeleza nia hiyo, serikali ilitoa katazo la matumizi ya kuni na mkaa kwa taasisi zinazoandaa chakula na kulisha watu zaidi ya watu 100 kwa siku, na kuzitaka zihamie katika matumizi ya nishati safi ya kupikia. Ndugu wananchi, Mheshimiwa mkuu wa mkoa wa Dar es Salaam Albert John Chalamila ameniagiza nitoe maelekezo mahususi katika siku ya leo ambayo kila mmoja wetu katika mkoa wa Dar es Salaam na halmashauri zetu anapaswa kuyazingatia. Maelekezo ya mkuu wa mkoa Mheshimiwa Albert John Chalamila ni kama ifuatavyo. Mosi, kuendeleza juhudi za ukusanyaji wa taka ngumu na laini kwenye halmashauri zote katika mkoa wa Dar es Salaam. Mheshimiwa mkuu wa mkoa ameagiza wakandarasi wote waliopewa kazi ya kukusanya taka katika mkoa wa Dar es Salaam kuhakikisha kwamba wanatimiza wajibu wao wa kimkataba kama ilivyoainishwa katika mikataba hiyo, na mikataba hiyo itekelezwe kwa ufanisi mkubwa. Pia amenaziagiza halmashauri zote kusimamia vizuri mikataba ya wakandarasi ambayo imeingiwa ya kukusanya taka katika maeneo yote. 2. Mheshimiwa mkuu wa mkoa wa Dar es Salaam ameagiza na kuelekeza vikundi vyote vya uwezeshaji wa taka na miradi maalum iliyoanzishwa ya kukusanya taka katika ngazi zote za mitaa na kata na halmashauri viendelee kufanya wajibu huo kwa weledi na ufanisi, na halmashauri ziendelee kuvipa sapoti vikundi hivyo
vinavyokusanya taka na kuozesha taka katika maeneo yetu, ikiwemo kuviwezesha vikundi hivyo viweze kuchakata taka. Na hapa nimeona wenzetu wa wakusanyaji wa taka wamekuja na mashine ya mfano. Kwa hiyo Mheshimiwa Mkuu wa Mkoa ameelekeza juhudi zifanyike kuona namna gani kwenye kata zetu mashine kama hizi zinaweza kuwepo, ziweze kutumiwa katika kuchakata taka za plastiki katika maeneo yetu. Tatu, Mheshimiwa Mkuu wa Mkoa wa Dar es Salaam ameagiza na kuelekeza elimu ya utunzaji mazingira na udhibiti wa utupaji holela wa taka maeneo ya makazi iendelee kutolewa. 4, Mheshimiwa Mkuu wa Mkoa ameagiza sheria na kanuni za usimamizi wa mazingira na udhibiti wa taka ziendelee kusimamiwa kwa karibu sana na mamlaka zote za serikali, hasa katika ngazi ya serikali za mitaa. Kwa hiyo wenye viti wa serikali za mitaa pamoja na watendaji, simamieni sheria na kanuni za usimamizi wa mazingira katika maeneo yenu ili kila mmoja aweze kufuata sheria ambazo tumejiwekea. 5, Mheshimiwa Mkuu wa Mkoa ameelekeza halmashauri zote katika mkoa wa Dar es Salaam kuendelea kushirikiana na wadau mbalimbali wa mazingira yakiwemo mabenki, mashirika yasiyo ya serikali, NGOs, na vikundi vya wanawake na vijana ambavyo vimeanzishwa katika maeneo yetu ili kusimamia sekta ya mazingira na kudhibiti taka. Kwa hiyo kila mmoja anayehusika ahakikishe kwamba tunaimarisha ushirikiano na wadau hawa muhimu sana katika sekta ya mazingira. 6, Mheshimiwa Mkuu wa Mkoa ameagiza na kuelekeza wananchi wote katika mkoa wa Dar es Salaam kuendelea kuibua miradi ya kijamii ya utunzaji wa mazingira katika ngazi za mitaa na kata. Mheshimiwa Mkuu wa Mkoa anatambua nguvu kubwa ya jamii katika kuibua na kusimamia miradi ya maendeleo katika maeneo yao. Ameendelea kusisitiza wananchi bila kuchoka kuendelea kuibua miradi ya kijamii ya utunzaji wa mazingira katika ngazi zetu, kwa sababu miradi hii inaleta tija kubwa sana. Lakini pia Mheshimiwa Mkuu wa Mkoa anatoa pongezi za dhati kwa Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Samia Suluhu Hassan kwa kuwa kinara wa utunzaji wa mazingira, kinara wa nishati safi katika ukanda wetu wa Afrika na duniani. Mheshimiwa Rais anafanya kazi kubwa ya kutukuka kuhakikisha kwamba tunatunza mazingira, pia vile vile tunaweza kutumia nishati safi. Kupitia uongozi wake thabiti, tumeona mikakati mbalimbali imeanzishwa na inatekelezwa katika nchi yetu ili kutunza mazingira na kutumia nishati safi. Mheshimiwa Mkuu wa Mkoa kipekee kabisa anatoa pongezi kwa waheshimiwa wabunge, madiwani wakiongozwa na wastahiki meya katika manispaa zetu kwa kazi kubwa na nzuri mnayoifanya ya kusimamia halmashauri zetu katika utekelezaji wa maelekezo ya serikali ya usimamizi wa mazingira na matumizi ya nishati safi. Mheshimiwa Mkuu wa Mkoa anaomba mpokee salamu zake za pongezi kwa wastahiki meya na mzifikishe kwa waheshimiwa madiwani. Mmefanya kazi nzuri ya kusimamia halmashauri zetu, kuandaa miongozo na pia kutenga fedha ambazo zinasaidia katika usimamizi wa mazingira. Lakini sambamba na hilo, Mheshimiwa Mkuu wa Mkoa kipekee pia anawapongeza wakurugenzi wote wa manispaa zetu katika mkoa wetu wa Dar es Salaam kwa usimamizi mzuri na mipango thabiti ya mazingira katika maeneo yao. Anawapongeza watumishi na watendaji wote katika halmashauri zetu na anatambua mchango wenu mkubwa katika kusimamia sekta hii ya mazingira. Mwisho, ndugu wananchi, Mheshimiwa Mkuu wa Mkoa anaendelea kuhamasisha kushiriki kikamilifu katika uchaguzi mkuu wa rais, wabunge na madiwani kwa kugombea nafasi mbalimbali za uongozi, kushiriki katika kampeni ili kusikiliza sera za wagombea watakaojitokeza, na mwisho kujitokeza kwa wingi siku ya kupiga kura kuchagua viongozi wetu. Aidha, Mheshimiwa Mkuu wa Mkoa anawasihi
makundi yote hususan vijana kudumisha hali ya utulivu na usalama katika maeneo yetu, hasa wakati wa uteuzi wa wagombea, kampeni za uchaguzi na siku ya kupiga kura, na hata baada ya matokeo kutangazwa. Tanzania yetu, usalama wake na utulivu wake utalindwa na sisi wenyewe ambao ndio wananchi wa taifa hili. Mwisho, Mheshimiwa Mkuu wa Mkoa anawashukuru wote mlioshiriki katika maadhimisho haya muhimu yanayolenga uhifadhi wa mazingira katika mkoa wetu. Na mimi binafsi nikiwa ni mkuu wa wilaya ya Ubungo, nawashukuruni nyote ambao mmeweza kutenga muda na kuja katika wilaya yetu kushiriki nasi siku ya leo. Mwenyezi Mungu awabariki sana. Lakini nawapongeza wadau wote ambao mmeshiriki katika maonyesho. Kwa kweli binafsi kwa niaba ya mkuu wa mkoa nimefurahishwa sana na kazi ambazo mnazifanya. Naamini maonyesho haya ambayo mmeyaonyesha hapa tutaenda kuya scale up, tutaenda kuyaongeza katika maeneo tunayotoka. Ndugu zangu waheshimiwa madiwani na wastahiki mamea na wakurugenzi, teknolojia ambazo tumeonyeshwa hapa, utaalamu ambao umeonyeshwa hapa, ni lazima sasa uhamie kwenye maeneo yetu. Haina maana kuwaona vijana wana elimu nzuri ya kuzalisha wale funza chuma ambao wanasaidia kuchakata taka kutoka kwenye masoko yetu yakibaki kuwa ni maonyesho. Tunatamani sana mwakani maonyesho kama haya tupate takwimu ambazo zinaonyesha kwamba sasa utaalamu huu na teknolojia hizi zimefika kwenye kila mtaa, kwenye kila soko, kwenye kila kata, na tunaona matokeo tunayoyatarajia. Tuwatie moyo, tuendelee kuwashika mkono wadau wote ambao wako hapa waweze kufika katika maeneo yetu. Changamoto ambazo wanakutana nazo twende tukazitatue kwa haraka. Kama wanahitaji maeneo, kama wanahitaji vifaa, basi wasaidiwe waweze kupata vifaa hivyo kufikia malengo yao. Tumesikia hapa Dar es Salaam peke yake taka tunayozalisha kwa siku nimeambiwa ni tani 5,000. Tani 5,000. Jaribu kufikia tu lile lori pale linabeba tani 30. Ni malori mangapi kama yale ambayo tunazalisha mimi na wewe kila siku ya taka? Lakini bado uwezo wa kuchakata taka hiyo tunayozalisha hauzidi 50%. Wadau hapa wamesema wanachakata tani 40, tani 14, tani 8 kwa siku. Sasa katika tani 50,000, tani 5,000, tunaweza kujua ni taka kiasi gani inabaki bila kuchakatwa. Kwa mimi nawapongeza sana wadau wote kuanzia banda la kwanza nilotembelea mpaka banda la mwisho la NEMC. Mnafanya kazi nzuri na kubwa, na sisi tutaendelea kama serikali kuwapa sapoti mnayohitaji ili tuweze kufikia malengo.